Amina. Sabato njema na Mungu. Njema sana. Ni siku nyingine tena tumeweza kupata kibali kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kuweza kusikiza neno la Mungu. Basi na tuitumie nafasi hii, kwa sababu sio kila mtu aliweza kufanikiwa kufika hapa leo na kuweza kusikiza neno lake. Ikiwa kama watu wa Mungu, maandiko yanatuonya na kutuasa hasa sisi tunaoishi nyakati hizi kwamba tuwe tayari muda wote. Msomaji, nisomee Mathayo 24 aya yake ni 44. Ikiwa wewe unajua ni Mkristo, kuna vitu ambavyo nyakati hizi zetu ndivyo vinapaswa kuwa kipaumbele na vya kuvitafakari na kuweza kuvifuatilia na kuvichunguza sana, hasa unabii na vitu vya namna kama hiyo. Unabii na vitu vya namna kama hivyo, maonyo. Nasema sawa. Inasemaje? Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa maana kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Mrudia tena. Anasema 24 Mathayo 44. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani Mwana wa Adamu yuaja. Kwa hiyo ndio neno alilotuambia Yesu kama tujiweke tayari. Sasa ninaenda kasome kitabu cha Ufunuo wa Yohana 14, ila kabla ya hapo kwanza tunaomba kusali tupige goti. Baba mtakatifu, katika jina la mwana Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu wetu. Asante kwa siku hii nyingine tena kwa takatifu Bwana ulichagua siku kama ya leo, mfalme amani. Uliketi katika kiti chako cha enzi ukistarehe, ukiangalia viumbe wako na utukufu wako tunaokutukuza. Basi tupo hapa Mungu wetu kwa sababu hiyo, kuitukuza jina lako na kuliadhimisha. Mungu kasikie maombi yetu, ukasikie na ukaweze kunena sawa sana mapenzi yako, ukatufundishe sawa sana Roho Mtakatifu atakapokwenda kuweza kutuongoza. Tunakushukuru katika jina la mwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Nenda kusoma Ufunuo Yohana 7 aya yake anzia ya kwanza. Anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, ndio wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mto wowote. Ndio nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Mwenye nini? Muhuri wa Mungu aliye hai. Kwa kuna malaika wameambiwa wazishike pepo nne za nchi, upepo usivume katika bahari, hata watakapokuisha kutiwa muhuri watu wa Mungu. Unaona, na pakaja malaika mwingine mwenye huo muhuri wa Mungu. Sasa leo tutaenda kulichunguza somo la muhuri wa Mungu. Kichwa cha habari cha somo kinasema sababu za kupata muhuri wa Mungu. Sababu za kupata muhuri wa Mungu ni somo moja nzuri sana na wote linatuhusu, ikiwa wote tuko tayari kupata muhuri wa Mungu. Kwa hiyo kuna sababu za kupata muhuri wa Mungu. Hizo sababu tutaenda kuziangalia na kila mmoja ajitayarishe kwa kuwa nazo hizo ili aweze kupokea muhuri wa Mungu. Rudia hizo mtumishi, nasemaje? Anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, ndio wakizuia pepo nne za nchi. Ukisikia pepo katika unabii, maana yake ni ile hali ya ghasia. Upepo hata ukija hapa kuna vitu vitu vinaweza vikavurugika, lakini kuna malaika walioshikilia upepo nne za nchi. Yaani kumaanisha ukisoma pale kwenye Danieli 7:1-2 inasema Danieli anaona maono, ndipo pepo za nchi zikavuma kwa nguvu na wanyama waliokubwa 4 wakatoka. Ina maana pepo za nne za kuvuma pale inamaanisha ni hali ya vita, yani matokeo ya vita na ghasia na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukisikia neno pepo katika unabii au pepo mkali ukavuma, maana yake ni hali za vita za wanadamu. Kwa hata zile falme 4 zilizotoka zilikuja duniani kwa sababu baada ya vita. Ni kila falme iliyotawala katika hizo falme 4 baada ya vita ndio zikatokea. Hakuna falme iliweza kutawala pasipo vita. Maana ilitokea vita ndio ikawa falme. Lakini hapa kipindi cha mwisho ambapo ndicho tunachojua tuko katika ufalme huu wa 4,
kuna malaika wamezishikilia hizo pepo. Kwa hiyo tunapoona hali ya vita au tetesi za vita, Yesu alisema tusitishwe kwa sababu hayana budi kutokea, na maana alijua kuna malaika watakaozishikilia hizo mpaka wale wenye mihuri ya Mungu watie mihuri kwanza. Kwa hiyo tunapoona mambo ya vita, tetesi za vita zinatokea, ni sisi kuona kwamba haya mambo yanakaribia, mambo yakija kweli kweli ni nyakati za mwisho. Ndio kusoma Anaendelea kusema wakizuia pepo nne za nchi, wakizuia mavita magasia nayo, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mtu wote. Ndio nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai. Ukisikia mawio ya jua ni jua linapoenda kuzamia, machweo sinakucha. Mawio linapozamia ni mwisho huko kabisa. Sasa huyo malaika anakuja mwisho ni nyakati za mwisho, anazishika upepo usivume, au wengine wanazishika, lakini yupo ambaye anakuja nyakati za mwisho, anakuja mwenye mihuri ya Mungu na mihuri ya Mungu. Ndio kusoma hapo anasema nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, nyakati za mwisho anakuja mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, mwenye mihuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu. Yani akawapigia kelele, na maana ni kama tukio moja litaka lifanyike, lakini kana kwamba anawazuia, bali kuna oda imetoka akaja nayo, anawapigia kelele kwamba msifanye kwanza hivyo. Endelea. Akawapigia kelele kwa sauti kuu, akisemaje? Wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akasemaje? Msidhuru nchi wala bahari, msidhuru nchi wala bahari, wala mti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu. Kwa hiyo isubiri kwanza hapo. Anasema msidhuru nchi wala bahari hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu. Kwa hiyo kuna mambo ya kuzingatia. Unaweza kuwa kweli ni mtumwa wa Mungu lakini huna muhuri wa Mungu. Sisi tumeeleka hapo. Unaweza kuwa ni mtumwa wa Mungu tayari, lakini kumbe huna muhuri wa Mungu. Ina maana kuna watumwa wa Mungu watakuwa sahihi, wanaweza kupata muhuri, na wengine watakuwa watumwa na wako sahihi na muhuri usipata. Sasa somo la leo, sababu za kupata muhuri wa Mungu. Ikiwa wewe ni mtumwa wa Mungu uko hapa, kumbe lakini huna vigezo, huna sababu za kupata muhuri huo wa Mungu. Rudia tena hiyo aya au malaika anaposema maneno. Anasema akasema msidhuru nchi wala bahari, wala mti, ndio hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Sasa tumeona oda hiyo imeshatoka, lakini jambo la kuzingatia na kubwa sana. Sitatumia akili zangu, sitataka kuweka maarifa yangu, maneno yangu, kwa sababu naamini neno la Mungu lilishakamilika na Mungu alishaandika katika mifano ya zamani. Ndio mambo hapana kwa leo. Mimi ndio Mhubiri 3:15. Hakuna jambo lolote ambalo litakuwa nyakati hizi za mwisho ambalo alijaandikwa kipindi cha zamani ndio kujifunza huko. Na kama ninapoandaa masomo, nataka watu wapate picha kwa kile kilichotokea zamani, ndicho wakipate sasa hivi nyakati zetu. Soma. Anasema yale yaliyoko yamekuwako, ndio, na haya yatakayokuwako yamekwisha kuwako, naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Sasa Mungu ndio mbingu zetu, yeye anatafuta yaliyopita. Sasa sisi itabidi tuyaangalie haya. Sasa tushaona kwamba kuna muhuri wa Mungu unaotangazwa, watu wa Mungu, watumwa wa Mungu inabidi wapewe huo. Sasa msomaji, nipo. Nenda katika kitabu cha Ezekieli 8. Ezekieli 8. Kuna mambo kama haya ya nyakati zetu yalishaandikwa zamani. Kwa sisi tunabidi tuyatafute yale yaliyopita ili kuweza kupata mwanga. Je, ni sababu zipi zitakazo kufanya au mtumwa wa Mungu ulioko hapa uweze kupata muhuri wa Mungu? Sababu. Kwa zingatie sana sababu. Soma hapo 8 anzia ni ya kwanza. Ezekieli 8 yake ni ya kwanza. Anasema ikawa katika mwaka wa sita, mwezi wa sita, siku ya 5 ya mwezi, ndio nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu, wazee wa Yuda nao wali wamekaa mbele yangu, ndio mkono wa Bwana Mungu ukaniangukia huko. Ina maana hapa Ezekiel anaonyesha jinsi alivyopata maono, alikuwa ni mbali kabisa. Sasa anza kusoma yake ya 3. Anasema naye akanyosha mkono akanishika kwa kishungi kimoja cha nywele za kichwa changu,
nayo roho ikaniinua katikati ya dunia na mbingu, ndio ikanileta katika maono ya Mungu. ikanileta katika maono ya Mungu. Kwa hiyo haya ni maono, sio kama kuna vitu vilikuwa vinatokea, ila ni maono. Kwa hiyo haya ni mambo ya kiunabii. Kwa hiyo itabidi tuangalie kila ambacho kina neno hapa ni kitu ambacho kina tafsiri nyakati zetu za mwisho, na mambo yatakuwa kuwa yanafanyika, na ambapo mpaka kuna watu hapa watatiwa muhuri. Kwa hiyo itabidi tuwafuatilie na tuone sababu zipi ziliwafanya watu wa kipindi hiki waweze kutiwa muhuri, sababu za kupata muhuri kwa mfumo wa Mungu au kwa watu wa Mungu. Kwa kusoma Anasema katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu, ndio mpaka mlango wa kuingilia ua wa ndani uelekea upande wa kaskazini. Samahani kidogo, ukisikia ua wa ndani ni mambo ya kihekalu, na kama tunavyojua sisi kama watu wa Mungu, mambo ya kihekalu ndio yanatafsiri unabii, na hata nyakati za kuanzia Yesu kuteswa, kutembea kwa ule mlango mzima, kama mngekuwa na picha hapa ningeonyesha, kuna mambo ya ua wa ndani wa nje na kadhalika, sehemu za kuongeza madhabahu, kuongeza uvumba na kadhalika, vile vitu vinatafsiri, lakini kuna ua wa ndani, na maana kuna kipindi ambacho kitafika katika ua wa ndani. Endelea. Anaendelea kusema mpaka huo ndani uelekea upande wa kaskazini, mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu. Mahali palipokuwa pamewekwa nini? Sanamu ya wivu, itiayo wivu, itiayo wivu. Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwepo hapo, sawasawa na maono yale niliyaona katika uwanda. Ndipo akaniambia, mwanadamu, inua macho yako sasa uangalie upande wa kaskazini. Uangalie upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu. Alafu upande wa kaskazini anaongelea sana, kwa sababu kama mtu siku nyingine atapata nafasi aweze kutufafanulia unabii katika Danieli 7 kuanzia yake 600. Kuna mambo ya mfalme wa kaskazini anayetajwa pale, ambao ni mfalme wa kaskazini ambao kiujumla ni papa au utawala wa Roma au kanisa lile, ndio ufalme wa kaskazini. Kwa hiyo tunaonyeshwa mambo kutokana na chanzo chake kimetokea katika upande wa kaskazini, ndio magasia yote yaliweza kutokea katika sura hii. Endelea kusoma hapo. Anasema nikainua macho yangu, ndio nikaangalia upande wa kaskazini, na tazama, upande wa kaskazini wa mlango ndio ilikuwa sanamu ile ya wivu, mahali pa kuingilia. Akaniambia, mwanadamu, je, unaona anayafanya hayo, yaani haya machukizo makubwa? Kwa hiyo Mungu yake yaona anaona nini? Machukizo, si ndio maana yake? Yeye Mungu akiyaona yale anaona machukizo. Kuna watu huko pale wanafanya wao kwao ni furaha, ni ibada au ni tendo la heshima, lakini kwa Mungu akiangalia yale ni machukizo. Endelea. Anasema machukizo makubwa wanayofanya nyumba ya Israeli hapa, hata niende zangu mbali ndio na patakatifu pangu, lakini utaona tena machukizo makubwa mengine. Akanileta hata mlango wa ua, nami nalipoingilia, tazama, pana tundu katika ukuta. Ndipo akaniambia, mwanadamu, toboa sasa. Sasa nenda mstari wa 9. Anasema akaniambia, ingia uone machukizo mabaya ndio wanayofanya hapa. Basi nikaingia, nikaona na tazama kila namna ya wadudu, kila namna ya wadudu ndio na wanyama wachukizao, na taswira za vinyago. Sasa inasema nikaona kila namna ya wadudu na wanyama wachukizao, na taswira za nini? Taswira za vinyago vyote vya nyumba ya Israeli. Sasa ukitaka kujua hii namna ya wadudu au wanyama wachukizao, kuna na wanyama ambao Mungu aliwaweka wawe safi na wengine wachafu, ina maana najisi, lakini inaonyesha katika system za ibada za watu hao watu kwa ni wenyewe watakuwa wako ni wanyama safi na watawatumia kabisa. Sasa Mungu anasema wale wanyama wachukizao na wasio safi. Endelea. Anasema na za vinyago vyote maana masanamu vya nyumba ya Israeli zimepigwa ukutani pande zote, na watu 70 wazee ndio wa Israeli walikuwa wamesimama na kuzielekea, na katikati yao alisimama Yaazania. Basi subiri, utaendelea. Ukionyesha wale wanyama wachukizao, ina maana kuna watu kwenye system za ibada wanyama wa namna wote ambao watawatumia na watawaika wadudu wote kwao ni sawa. Yaani katika namna ya vyakula kula, Mungu alishatoa mfumo wake wa vyakula, lakini watu wengine watakuja na kuruhusu kila kitu na kuweka hivyo, lakini kwake Mungu inakuwa ni machukizo, ila wao watu kwao wanaona ni sahihi na ni safi kabisa. Nenda yake na 12 pia tuangalie. Anasema kisha akaniambia, ndio mwanadamu, umeona wanayotenda wazee wa nyumba ya Israeli gizani? Ndio kila mtu ndani ya nyumba yake ya nyumba vyake vya sanamu. Maana usema, wanasemaje? Bwana hatuoni, Bwana ameiacha nchi hii. Akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayotenda. Yaani Mungu anaonyesha machukizo ni mengi sana, lakini hao watu wanaonyesha wako sawa tu kabisa na wanafanya, lakini kwake Mungu ndio anamchukiza na anaenda kumwonyesha Ezekiel. Endelea.
Anasema ndipo kanileta mpaka mlango kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini. Tazama, wanawake wameketi wakimlilia tamuzi. Wanawake wamefanyaje? Wameketi wakimlilia tamuzi. Wanawake wamefanyaje? Wameketi wakimlilia tamuzi. Yaani maana yake sasa wanawake wameketi wakimlilia tamuzi. Tamuzi ni ibada ya kipagani bila kwenda mbali sana, ambayo ilikuwa inawakilisha kuna Nimrod, Semiramis na mtoto wao Tamuzi. Yaani ni ibada ambao kulikuwa kwa huenda kwa nyakati hizo Biblia ikiita watoto mtakatifu vile vile. Lakini hizo ni ibada ambazo ziko sasa hivi, hizo ambazo zinaitwa watoto mtakatifu pia, na hivyo hivyo nao wanawake ambao kwa maana yake kiunabii inawakilisha kanisa. Unaona, wanawake nao watakuja au makanisa yatakuja yakifanya ibada ile ile ya kuweza kumlilia Tamuzi. Yaani wanailia ibada ya utatu na mtakatifu. Ni ibada ambayo ilikuwa mchukiza Mungu enzi zamani, lakini mambo yale yatajirudia tena. Sasa endelea tena. Anasema akaniambia mwanadamu, umeona haya? Kama tena machukizo makubwa kuliko haya. Endelea. Akanileta mpaka huo wa ndani. Ulikuwa huo wa ndani pia anambeza zaidi kuna ndani ya huo wa ndani. Yaani mambo ya kihekalu ni kunabii, kipindi na kipindi vitu vinaendelea kufanyika. Endelea. Wa nyumba ya Bwana. Na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwa watu kama 25. Watu wangapi? 25. Wakifanyaje? Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Yaani watu 25 wamelipa hekalu hili, hekalu la Bwana. Kisogo. Ina maana hekalu la Bwana liko nyuma yao. Ila wao wako mbele yake. Endelea, wanafanyaje tena? Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nao waliabudu jua. Wanafanyaje? Waliabudu jua. Nao wanafanyaje? Wanaliabudu jua. Ina maana ukiliacha hekalu nyuma, sika mbele yako unaliabudu nini? Jua. Unaliabudu nini? Jua. Kwa hiyo inatuonyesha kuna watu kipindi hicho nao pia ni machukizo kwa Mungu wanaoyaona. Wataacha hekalu la Bwana, yaani wataacha ibada sahihi ya Mungu, nao watageukia upande wa mashariki wataliabudu jua. Ina maana ibada ya Bwana wameacha nyuma, wako jua. Sasa swali kwenu watumishi, ni ibada gani ambayo iko mbele ya hekalu la Bwana? Ni ibada gani ambayo iko mbele ya hekalu la Bwana? Bila shaka ni ibada ya Sunday. Ni ibada ya Sunday. Yaani nyuma kuna sababu ya Mungu, wao wameiwekea kisogo, na watu 25 ni kama kodi yao. Watu 25 ni watu ambao wa 25 Disemba naweza kuita hivyo. Wamelipa hekalu la Bwana kisogo, na wanageukia upande wa mashariki wanaliabudu jua. Ina maana Sunday worship hapo, yaani Sunday ibada ya jua ndio wanaifanya. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana. Kwa hiyo Bwana anataja kwa ni machukizo sana kwake. Rudia yake na 16 kuendelea. Anasema akanileta mpaka huo ndani wa nyumba ya Bwana. Na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi wa madhabahu, walikuwa watu kama 25. Wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Kisha nao waliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Basi akaniambia, umeona haya mwanadamu? Umeona haya mwanadamu? Je, ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wafanye machukizo wanayofanya hapa kabisa, kwa maana wameijaza nchi hii udhalimu. Soma yake ya 18. Anasema kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitaachilia, wala sitaona huruma. Na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu, sitawasikiliza. Sasa baada ya kuwafanya yale, tunaona kuna ujumbe aliompa Ezekiel hapa kwamba anasema kwa sababu hiyo mimi nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitawaachilia, wala sitaona huruma, wajapo masikioni mwangu kwa sauti sitawasikiliza. Sasa na tunapojua sisi sasa hivi tuna ujumbe wa malaika watatu. Ukisoma Ufunuo Yohana pale 14 ukianzia yake ya 9, soma mtumishi, na tuone onyo ambalo Mungu anatupa sasa hivi kwamba hawa waliyafanya hayo kwa kuyasujudia hayo mambo. Sasa akawapa hilo onyo, na sasa hivi kuna onyo gani vile? Soma hiyo Ufunuo 14:9. Anasemaje? Na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake. Na kwa sababu kuna wanyama tukizao na nini, sio na wadudu, mnyama na sanamu yake, hapo ina maana tofauti. Endelea. Na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye akakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake. Sasa mtafakari ndugu yangu, tunajua mtu akiwa na hasira anakuwa ni namna gani, lakini fikiria Mungu atoe adhabu akiwa na hasira.
Mungu atoe adhabu akiwa na hasira. Endelea mtumishi. Anasema naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto wa kiberiti narudia, naye atateswa kwa moto wa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Sasa nitarudia mstari nao kusoma tuone adhabu ambazo hizi ndio ni tofauti. Nasema hivi katika Ezekiel 8:18, kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu. Kule tunaona ni hasira. Nitatenda kwa ghadhabu, jicho langu halitaona achilia, na kule ni mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganya na maji. Huko anasema jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, yani hamna rehema wala huruma, na wajapolia masikioni mwangu kwa sauti kuu sitawasikiliza. Unaona? Kwa hiyo ni mambo kama yale yanayotendeka. Sasa somo narudia tena. Inasema sababu za kuweza kupata muhuri wa Mungu. Sasa nenda yake sura yake 9 ile Ezekiel tuweza kupata kwa sababu ya watu kupata huo muhuri wa Mungu. Sababu iko hapa. Endelea na yake ya kwanza hapo. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimama mji wakaribie. Sasa huu ni ujumbe ambao ulikuwa unatoka vile vile, unaweza kusema umetoka katika sauti ya malaika wa kwanza na wa pili. Maana akalia kwa sauti kuu kule malaika wa kwanza na wa pili, na hapa tunasema kisha akalia kwa sauti kuu akisema, anasema kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamao mji wakaribie, kila mmoja na awe na kitu chake, cha kuangamiza mkononi mwake. Hawa ni malaika wanapewa hiyo attention. Endelea. Na tazama, watu 6 wakaja wakitokea kwa njia ya lango la juu lielekalo upande wa kaskazini, kila mmoja na kitu chake cha kufisha mkononi. Yani maana kila mmoja alikuwa na kitu cha kuua, yani ni maafa yanayokuja hapo. Kwa hiyo kila mmoja alikuwa na kitu chake cha kuua mkononi mwake. Ndio. Na mtu mmoja kati yao amevaa bafta, na mtu mmoja kati yao 6 yuko mmoja amevaa bafta, naye ana kidau cha wino cha maandishi kiunoni. Ana kidau cha wino cha maandishi mkononi, maandishi wakaingia wakasimama karibu na madhabahu ya shaba. Ndio. Na utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi, ndio, ambaye alikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta. Sasa katika wale 6 wale wengine wana mambo ya kuangamiza ya kufisha. Sasa akamwita yule mmoja akampa agizo gani? Soma. Mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Mwenye kidau cha wino cha mwandishi, na maana kuna kitu cha kuandika. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu. Taratibu tuishi. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama. Ukatie nini? Alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia, kwa sababu ya machukizo. Ya nini? Ya machukizo. Sasa ukiangalia sura 8 tumeona ni Mungu ameyataja machukizo mengi hapa, sio manake. Lakini kumbe kuna watu ambao wanaunga mkono hayo machukizo na mioyoni mwao wanaugua na kulia. Sasa mimi nilikuwa na swali ambao nilikuwa nikitafakari, hao watu kwa nini wanaugua na kulia hali ya kuwa wao wanafanya? Pia hata kama mtu ukimwona anaabudu sanamu pale, unateseka nini? Utamwambia tu na utamcheka, utamkejeli, sio manake. Lakini kumbe kuna watu wanaougua na kulia. Ina maana kiufupi kabisa hawa watu wana tabia ya Mungu mioyoni mwao. Umenipata? Hawa watu wana tabia ya Mungu mioyoni mwao. Yaani kuugua ni kumaanisha mtu ambaye anateseka kwa ajili ya jambo la mtu fulani analikosea. Yaani hiyo ni tabia ya Mungu, anaugua. Mungu akisema machukizo na vitu vinavyomchukiza yeye. Kwa kuna watu ambao wenyewe kazi yao ukiwaona wale wanachukizwa nao, wanaugua mioyoni mwao na kulia. Kwa hiyo hao ndio watakaotiwa muhuri, watu ambao tayari wana tabia ya Mungu. Ndio maana yake. Rudia hiyo yake 9:4.
Bwana akamwambia, vita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia, kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake na hao wengine. Alimwambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake, mkapige, jicho lenu lisiachilie, wala msione huruma. Ndio, waueni kabisa mzee na kijana. Yani matokeo yake hapo hakuna huruma. Sasa nenda aya yake ni ya 8 kwa sababu kwa ajili ya muda. Anasema tena ikawa walipokuwa wakipiga nami nikiachwa nalianguka kifudifudi. Sasa Ezekiel anaanza kueleza alipoona yale matukio yanafanyika, watu wanapiga kule, yeye akaenda mbele za Mungu akaanguka kifudifudi, akawa anasemaje? Nikalia nikasema Bwana Mungu. Yani yeye Ezekiel kwa akili yake alikwenda mbele ya Mungu kuombea rehema wale watu. Endelea. Utaangamiza mabaki yote ya Israeli wakati wa kumwaga ghadhabu yako juu ya Yerusalemu. Ndipo Bwana anasema, ndipo akaniambia uovu wa nyumba ya Israeli na Yuda ni mwingi sana. Sasa nenda yake ni ya 10. Anasema nami jicho langu halitaachilia. Yani Ezekiel alikuwa anaenda kuombea watu wa rehema, kule kipigo kinaendelea na mambo yanafanyika. Sasa kinachofurahisha ni hapa umeendelea. Anasema nami jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma, lakini nitaleta njia yao juu ya vichwa vyao. Na tazama, mtu yule alivaa bafta, yani tayari anaombea rehema huko. Mtu yule alivaa bafta narudi, anasemaje? Yule mtu alivaa bafta mwenye kidau cha wino kiunoni akaleta habari, akasemaje? Nimefanya kama ulivyoniamuru. Nimefanya kama ulivyoniamuru. Kwa hiyo Mungu akitoa rehema yake hakutakuwa kuna msamaha tena. Hata hapo mtu mwenye haki kwenda kuombea msamaha ile kwako tena, kwa sababu wote waliokusa muhuri na wengine hawakuwa na kuchukizwa kwa ile jambo. Kwa maana wale ambao hawakuwa na dalili walikuwa huenda hawashiriki, ila kazi yao ni kukejeli tu, kuwaacha kwa wengine wajinga, ila wachukizi ndani, yani maana yake ndani hawana tabia ya Mungu. Hebu rudia yake ni 4 hapo. Anasema Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatia alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia, kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Sasa hii maana yake ni wale watu ambao wana spiritual ya Mungu kabisa, yani wana nature yake Mungu, tabia yake Mungu, kwa maana ambayo ni fasana rahisi, wana tabia yake Mungu, ndio hao wana sifa ya kutiwa muhuri na Mungu. Sasa je, hao watu kuwa na tabia ya Mungu au kuwa na sifa zake Mungu, kuwa na tabia yake ni kwa namna gani? Sasa tulishasoma Ufunuo 7. Nenda mtumishi kasome 14 pale. Ufunuo 14 ile. Ufunuo 14 aya yake anza kwanza. Anasema kisha nikaona natazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 140 ambao tuliwaona katika sura 7 pale walikuwa wanatiwa muhuri na matangazo tuliyosoma pale yalikuwa yanafanyika. Endelea. 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake. Ina maana wote na jina la Yesu na jina la nani? La baba yake. Sasa swali, kwani kuwa na maana ya kuwa na jina tu au kuna kitu kingine hapo? Maana kama jina sio tatizo, hata Wakristo wanaamini jina la Yesu na wanaamini jina la Mungu, si ndio? Maana kwani Mungu kuwa na jina maana yake nini? Yaani kuwa na jina tafsiri yake maana yake ni kuwa na tabia kamili ya Mungu. Hebu nipe wakati kwanza Yohana 1:12. Maana usifikiri kuwa na jina au kuliamini tu jina la Yesu, jina la Yesu naokoa ni hivyo tu, imekauka hivyo, diisha hivyo. Ila kuwa na jina maana yake jina lile lipo ndani yako, yaani vipaji vya uso, ina maana tabia ile moja kwa moja inaonyesha inadhihirika kabisa ni Yesu yuko ndani yako. Soma hapo kwa kwanza. Nipe Yohana Injili 1:12. Yohana Injili 1 yake ni 12. Maana tunaona au mara yao 144,000 wenye jina lake Yesu la mwanakondoo na jina la baba yake. Na maana kuwa na hivyo viwili tayari walikuwa wanachapa Mungu. Ni kitu gani vile ambapo walikuwa navyo hapo? Soma hapo kwanza. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Ndio wale fanyaje? Waliaminio jina lake. Sasa hata Waislamu mbona wanaamini jina la Yesu? Wao waliamini. Sasa kubali lazima sisi tunamwamini, tunamkubali. Sema maana yake. Sasa ni kumwamini vipi huko Yesu ambapo yeye anasema wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake, walioliamini jina lake. Na maana kuliamini jina la Yesu kuna maana nyingine tofauti ya hiyo, tofauti na ile ambayo inaonyesha hapo jina kutoka majina. Maana jina lina maana nyingi pia.
Nipe Zaburi 9:10 na 11. Zaburi 9 yake ni 10 na 11. Tupate maana ya jina. Maana jina lina maana gani? Maana tumeona wale watakaopokea Yesu na kumwamini na kuliamini jina lake watakuwa watoto wa Mungu. Je, jina kama jina au ni vipi? Soma hapa. Nao wakujuao jina lako, nao wakujuao jina lako, wakutumaini wewe, maana wewe Bwana ndio ukuacha wakutafutao. Ina maana wakiamini jina la Mungu unamtafuta, wakiamini jina la Mungu wanamtafuta. Shuka yake ni moja. Mwambieni Bwana akae Sayuni, yatangazeni kati ya watu ili matendo yake. Kwa hiyo wakiliamini jina la Mungu kisha nenda kutangaza nini? Matendo ya Mungu. Ina maana jina ni ile kuliamini, ni kutangaza matendo. Sasa ndugu zangu, sisi tutatoka hapa na kwenda kuhubiria watu na Mungu yuko hivi, hapana, haiko namna hiyo. Yaani na kuhubiri matendo yake ni yule mtu akikuona aone huyu mtu na Mungu ndani yake. Kule ndipo kuhubiri matendo ya Mungu. Na maana sisi matendo yake Mungu yanakuwa ndani yetu. Kabla tena hujamfanyia mtu, hakikisha unajiuliza, unapata jibu kama je, hata Yesu angekuwa hapa angemfanyia huyu mtu kama vile mimi ninachomfanyia? Maana Yesu alipiga makofi, alifanyaje? Akurudisha, sio maana yake. Sasa sisi ndivyo tunapaswa kuwa. Jambo hapo. Kwa hiyo sisi ndivyo tunapaswa kuwa. Sio jambo la mtania. Jambo ni ambalo yanawezekana hayawezekani, lakini ndivyo hivyo ndugu yangu. Kwa hiyo lile jambo ambalo unataka kumfanyia mtu, hakikisha je, Mungu angekupa kwa muda huu au wewe Yesu huyu aliyeko ndani yako angemfanyia huko alichomfanyia huyo mtu. Hebu hiyo ndio yake ni 11, anza ni 10. Maana tukiliamini jina la Mungu tutalitangaza na utangaza nini? Soma. Anasema nao wakujuao jina lako, ndio wakutumaini wewe. Na maana ukijua jina la Mungu unamtumaini, yaani maana yake unamtegemea. Sasa jina tu nilitegemea jina tu. Sasa endelea mbele. Maana wewe Bwana ndio hukuacha wakutafutao. Mwimbieni Bwana akae Sayuni, ndio yatangazeni kati ya watu nini? Matendo yake. Sasa hiyo matendo waliyajua saa ngapi? Ina maana kwenye jina ndiko kuna matendo. Kwa hiyo ukisikia watu wenye jina la baba yake, jina la Yesu na jina la baba yake, wenye matendo ya Yesu na matendo ya baba yake. Nenda hiyo Zaburi 91 anzia yake na 13 kwenda 14. Kuwa na jina, sio jina tu kama jina, maana tunadhania tunafurahi kwamba tumeweza kuijua imani ya kweli, kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo. Ina maana tukienda kuangalia katika watu 1444,000 wale wenye jina la Yesu na jina la baba yake, tunakwamia kuishia hapo kwamba basi ikijua hiyo tayari zile na moyo wa Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, kuna kitu cha ziada hapa, kwa sababu tunaweza kama mtu wa Mungu, mtu wa Mungu na huna moyo wa Mungu. Soma hiyo 91 yake anzia 13. Anasema utawakanyaga simba na nyoka. Sasa ukirudi juu kuna haya aliyotumia shetani. Kwa hiyo rudi anza 10 anza kile yake na 12 hapo. Hiyo haya alisoma shetani alijua hilo andiko la soma. 12 anasema mikononi mwao, anza 11. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako. Shetani kuanzia juu huko kabisa. Naye analijua na maana anzia 13. Anasema utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka, na joka, mwana simba na nyama na joka. Sasa ukienda katika kitabu cha Ufunuo kuna habari za joka, majoka sio manake, lakini kuna sababu ya kumkanyaga mwana simba na joka. Ni gani hiyo? Endelea chini hapo. Utawaseta kwa miguu, kwa kuwa amekaza kunipenda. Amekaza kufanyaje? Kunipenda. Kwa hiyo kumbe ukimpenda Mungu, maana yake joka na mwana simba utafanyaje? Endelea. Anasema nitamuokoa na kumweka palipo juu. Ina maana kumbe, hebu rudia hiyo vizuri, usikwame ndio sababu. Anasema kwa kuwa amekaza kunipenda huyo mtu, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Wapi? Palipo juu. Na sisi tunatazamia ufalme wa Mungu tupeleke wapi? Juu. Sasa kumbe ukikaza kumpenda Mungu, naye Mungu anakufanyaje? Anakuokoa na kukuweka juu. Na wote sisi tunatarajia kwenda juu. Kwa hiyo huo ndio msingi ambao huko kwamba ni kumpenda Mungu. Sasa kumpenda Mungu, watu wengi waga wanatafsiri vitu tofauti vya hivyo. Lakini kumpenda Mungu tutaenda kuangalia ni nini, kwa sababu Mungu anasema mwenyewe Mungu ni pendo. Sasa tuendelee kuangalia maana ya jina. Nipe Samueli wa kwanza 25. Maana yake ni 25. Samueli wa kwanza 25 aya yake ni 25. Anasema nakusihi Bwana wangu, wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa
Usimwangalie huyu mtu asiyefaa, yani huyu ni mke wa Daudi akiongea na mmewe hapo, maana kulikuwa na huyu anaitwa Nabali, huyu alikuwa anakata kondoo wake manyoya. Anzia ndio hapo. Anasema nakusihi bwana wangu au zamani, hebu anzia yake ni 4. Hiyo Samueli wa kwanza 25 yake ni 4. Ili tupate msingi au tupate maana ya jina. Jina inamaanisha kwa vitu gani hasa? Anasema basi Daudi akasikia huko nyikani ya kuwa ndio Nabali alikuwa katika kuwakata manyoya kondoo zake. Daudi akatuma vijana 10. Ndio Daudi naye akawaambia hao vijana, akawaambiaje hao vijana? Kweni mwende Karmeli. Sasa Daudi aliposikia habari za hao mtu anawakatia manyoya kondoo zake, akaambia maneno, kwa nini kwenda wapi? Karmeli. Anasema kweni mwende Karmeli, ndio, na kumwendea huyu Nabali ili mnisalimie. Ndio, na hivi ndivyo mtakavyomwambia huyu aishie salama. Ndio, amani na iwe kwako. Hayo maneno anaanza kuambia amani iwe kwako, na amani ya nyumbani mwako. Ndio, na amani kwa wote ulionao. Nami sasa nimesikia kuwa kuna watu wa kukata manyoya kondoo zako. Kwa hiyo kuna ujumbe hapo aliwaambia vijana, wakamwambia nani? Nabali, sio maana yake. Ndio, sasa shuka yake ni 29, tuone hao vijana walipofika na wanamwambia maneno hapo, kuna kitu alifanya hapo kwa lugha ya waandishi hapa. Soma. Basi walipofika vijana wake Daudi wakamwambia Nabali sawa sawa na maneno hayo yote kwa jina la Daudi. Kwa jina gani? Kwa jina la Daudi. Sasa mimi nikisoma kule juu naona na Daudi aliongea maneno kwamba anasema hivi ndivyo mtakavyomwambia huyu aishie salama, amani iwe kwako, na maneno hapo. Lakini tunaona katika lugha ya uandishi hapa imesema wakawaambia sawa kwa maneno yote kwa jina la nani? La Daudi. Sasa je, walienda kumwambia tu Daudi hapo akauka hivyo? Hebu ndio chini maana yasema waliposema hivyo wakanyamaza. Kisha wakafanyaje? Wakanyamaza. Ina maana kumwambia kwa jina la Daudi hapo wakafanyaje? Wakanyamaza. Sasa ukienda katika lugha hapa ya mwandishi, na maana tafsiri ya jina pengine na namna nyingine inamaanisha mamlaka au yule aliyotuma kwa mamlaka hayo. Ndio maana hata Yesu mwenyewe anaongea kwa kusema nimekuja kwa jina la Baba yangu, akimaanisha nimekuja kwa mamlaka ya Baba yangu. Sema nani? Hata tunao vijana wa Daudi walikwenda kutoa taarifa na wakaenda kutoa kwa jina la nani? La Daudi. Jina la Daudi. Sasa hivi shuka tuone maana nyingine ya jina katika hiyo Samueli ya kwanza 25 hadi 25 hapo. Maana nyingine ya jina. Maana tumeona watu na jina la Yesu na jina la Baba yake. Anasema nakusihi bwana wangu wewe usimwangalie huyu mtu asiyefaa. Ndio, yaani Nabali, kwa maana kama ilivyo jina lake ndivyo alivyo yeye. Kumbe kama ilivyo jina lake ndivyo alivyo nini? Yeye. Kwa muda mwingine jina linatafsiri nini? Tabia. Si ndio maana yake? Muda mwingine jina linatafsiri tabia. Unajua mtu wetu mwizi tu isipokuwa mpaka aonekane kweli kwa hiyo kuna kitu kakifanya kaita mwizi. Na kuna huyu Nabali, yani kapewa jina mapema, tabia ikaja mbele. Wengine wanapewa majina baada ya jambo fulani, lakini huyu jina lake limeshatafsiri tabia yake moja kwa moja, unaona? Kwa hiyo jina muda mwingine linatafsiri tabia, na hivyo kwa jambo liko hapa, kwa maana wale wanakuwa na jina la Yesu na jina la Mungu, wanakuwa na tabia ya Mungu. Maana wewe unasema una mamlaka ya Mungu. Mamlaka ya Mungu kwa wetu sisi wanadamu, hiyo jambo haliwezekani. Ila sisi tunatakiwa kuwa na tabia ya Mungu na tabia yake Yesu. Sasa tuendelee mtumishi. Nenda Yohana 17:6. Naye Yesu tunamwangalia. Yesu anasemaje kuhusu mambo ya jina? Maana kama jina ile nimetajia sana. Soma Yohana 17:6. Anasema, jina lako nimwadhirishia watu. Yesu anasema jina lako nimwadhirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi. Na neno lako wamelishika. Na neno lako umefanyaje? Wamelishika. Kwa hiyo Yesu anasema ametupa jina lile ambalo amepewa na Mungu, lije kwetu, na neno letu lake Yesu tulishike. Sasa jina ina maana Wayahudi walikuwa jina la Mungu. Wayahudi walikuwa jina la Mungu. Maana wanaamri pale kwamba usihitaji jina la Mungu bure. Kwa maana ya kwanza ni kweli jina usihitaji. Ina maana kama unaambiwa usihitaji, maana yake unalijua ile jina hilo usihitaji. Sio maana yake, kwa maana sio kwa konsea na sheria za namna hiyo ambazo zitafsika katika kutoka kwa. Kwa hiyo yote anajua jina, lakini yeye anaambia Yesu kusema jina lako nimwadhirishia. Hebu rudia tena hapo. Anasema jina lako nimwadhirishia watu wale ulionipa. Ndio, katika ulimwengu. Walikuwa wako ukanipa mimi. Ndio, na neno lako wamelishika. Kwa hiyo ukiwa na jina uliodhirishwa na Yesu, unashika nini? Neno la Kristo. Yaani ukiwa na hiyo tabia, neno lake moja kwa moja talishika, kwa sababu hilo jina ambalo limelidhirishwa, maana yake ukiwa na hiyo tabia, neno talishika. Unajua kuna maneno mengine Yesu kama hapo moja neno lake tulilicheka kwamba mtu akikupiga kulia ndio zina
na kushoto. Sasa hilo wewe ulipokea hivi kabla hujawa na hilo jina. Hilo ni neno pia. Hilo neno linakuwa gumu kama una hilo jina kwanza. Yaani kama una hiyo tabia, hilo neno maidia uweze kulishika. Sio maana yake. Kwa hiyo tunaona jina ndio inaanza kisha inafuata neno. Kwa maana tunataka kuwe na jina, tabia ya Mungu, tabia ya Kristo. Kisha maneno yote yatakuwa rahisi kuyapata. Yaani hamna sheria tena, hamna nini. Tukiwa na ile tabia tayari ambayo inapaswa kuwa. Na hiyo tabia ni gani? Tutaenda kushimba huko chini. Neno hiyo 17 Yohana ayake ni 11. Anasema wala mimi simo tena ulimwenguni, sababu za kupata muhuri wa Mungu. Narudia tena, wala mimi simo tena ulimwenguni, ndio, lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa ni walinde hao. Sasa hiyo jina linalomaanisha hapa ni mamlaka. Kuna mamlaka alipewa Yesu, ndio inamaanisha hapo. Kwa hiyo ukisikia jina, vitu sehemu nyingi sana inachanganya na mikoroga. Lakini sisi tunao itabidi hapa na ili hapa ni kutafuta ile maana ya jina ya tabia. Nenda lakini ya 26. Anasema lakini ya 26, hilo jina ni pendo la Mungu na ni tabia ya Mungu kabisa. Soma, nami naliwajulisha jina lako. Nami naliwajulisha jina lako. Tena sasa inamaanisha aliwajulisha jina, maana wao jina walikuwa hajui. Lakini Wayahudi walikuwa wanajua jina la Mungu. Sasa wamewajulisha hilo jina ni jina gani? Maana kuna tabia ambayo Wayahudi walikuwa wanaifanya, haikuwa ni jina la Mungu. Bali kuna majina walikuwa wanafanya yao, matabia yao. Halikuwa jina la Mungu au tabia ya Mungu. Kwa hiyo Yesu akaja kuwadhihirishia tabia inayopaswa kuwa ni ipi. Ndio kusoma. Anasema tena nitawajulisha nini hilo? Ili pendo lile ulilopenda. Kwa hiyo ukijulisha hilo jina, ile pendo ulilopenda, Yesu anasema mimi ndio ndani yao. Nami niwe ndani yao. Emrudia hiyo aya tena. Anasema nami naliwajulisha jina lako. Naliwajulisha jina lako. Tena nitawajulisha hilo. Tena nitawajulisha hilo. Ili pendo lile ulilopenda mimi. Kumbe kuna jina likijulisha, kuna ile pendo ulilopenda mimi. Anasema liwe ndani yao. Liwe ndani yao. Kwa ukijulisha hilo jina la Mungu, automatically unakuwa na upendo. Ukijulisha hilo jina, yaani hiyo tabia unakuwa na pendo. Sasa hiyo tabia ni nini kama sio pendo? Tabia maana yake ni pendo lile ambalo unatakiwa kuwa nao mtu wa Mungu. Hakutakuwa na neno ambalo Yesu kaliongea katika Mathayo 5:6 na 7 pale akieleza injili kamili aliyokuja nayo na maneno aliyokuja nayo. Yaani yote kwako yatakuwa ni rahisi sana. Kuna vitu vigumu alivyoongea pale, lakini ukiwa na pendo tu, vile vitu kwako sio vigumu na vitakuwa sheria kwako. Kwa sababu tayari una jina ambalo ni hiyo tabia na unakuwa na pendo. Maana yake unafanya kwa kupendwa, sio kwa kulazimisha. Nitaandika sheria ndani ya mioyo yao. Nitaiandika. Sio maana alisema hivyo. Kwa hiyo inakuwa ni ndani yako kabisa, inakuwa ni tabia yako. Nenda waraka wa kwanza wa Yohana 4:8. Maana Yesu anasema nitawajulisha jina lako nayo wao na pendo. Sasa hiyo pendo ni nini? Yeye asiyependa hakumjua Mungu. Ndio, kwa maana Mungu ni pendo. Kwa maana Mungu ni nini? Mungu ni pendo. Kwa hiyo unatakiwa uweze kupenda ili uwe na nini? Na upendo. Na una Mungu, yani maana uwe na uwezo kupenda ili uwe na Mungu. Maana Mungu ni pendo. Kwa hiyo na upendo ndani yako, automatically ulikuwa na Mungu. Na tunazungumzia kuna jina la Yesu, na jina la baba yake. Sasa baba yake si ndio Mungu? Kwa hiyo ukiwa na upendo umekuwa na nani? Kwa hiyo ndani yako kunakuwa na jina la nani? La Mungu. Kwa kuna jina la baba yake, jina la Yesu na jina la baba yake. Na ukisoma Yohana, nenda Yohana 14:15, Yesu anasema, nimesoma hapo. Anasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Ndio. Nami nitamwomba Baba. Naye atawapa msaidizi mwingine. Hebu nenda 15:10 Yohana. Maana 15:10. Ndio. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu. Kumbe ukizishika amri unakaa katika nini? Pendo la Mungu. Katika pendo la Mungu. Na mitume walikuja kutafsiria sana maana ya pendo. Kinachotangulia ni upendo kwanza, alafu ndio kinakujaje endelea mbele. Anasema, kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu na kufanyaje? Na kukaa katika pendo lake. Kumbe mapendo ndio yanayotangulia hapo, ndio maana yanakuwezesha kushika amri na kukaa katika pendo. Yaani unakuwa kabisa na amani yako na Mungu na amani yako kabisa. Na maana ndipo tunapokuwa na jina la Yesu na jina la baba yake. Jina la Yesu na jina la nani? Na baba yake. Kwa hiyo ndio hivyo ni upendo ambao ndio unaweza kutuongoza. Nenda Yohana kwanza wa Yohana 4:16. Waraka kwanza wa Yohana 4:16 anasema ndio sababu ya watu waweze kupokea muhuri wa Mungu. Watu tusitarajie tu muhuri kwa ni jina. Jina kuna vitu vingi tubadilishe na tujenge maisha yetu kwa kuweka namna nyingine ya upendo. Soma
Anasema nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi. Kuna pendo alilonalo Mungu kwetu sisi. Ndio, na kuliamini. Kuliamini subiri bwana. Maana hata maana kule alisema waliomwamini waliokuwa uwezo kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waliamini jina lake. Sasa kuliamini sio kuliamini tu, maana kuliamini ni kuliishi, yani kuwa nalo jina liko na hiyo tabia ndani yako kabisa. Ndio maana kuamini sio sema naamini, ni kuwa na ile tabia kamili ya huyo Yesu ambaye unamwamini. Kama unamwamini Yesu, huwezi kufanya jambo ambalo hakufanya Yesu. Yaani kama unamwamini Yesu kweli, huwezi kufanya jambo ambalo hakulifanya Yesu. Maana ukifanya jambo ambalo hakulifanya Yesu, maana yake wewe haumwamini na unampinga. Si ndio maana yake? Kwa hiyo unaposema unaamini, maana yake unakuwa sawa naye kabisa. Maana ukisema unaamini kitu fulani, maana wewe unakielewa na kukielewa zaidi na unakifuata, ndio maana kuamini. Rudia hiyo aya hapo. Anasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi. Ndio, na kuliamini. Mungu ni pendo. Mungu ni nini? Mungu ni pendo. Ina maana kumbe ukiwa na upendo unakuwa na nani? Na Mungu. Ukiwa na upendo unakuwa na nani? Na Mungu. Kwa sababu Mungu ni nini? Ni upendo. Na wale wana jina la baba yake na jina la nani? La mwana Yesu. Na Yesu anasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi, na Yesu asema ndio njia kweli na uzima, kama vile mimi niliposhika pendo la baba na amri za baba yangu nikakaa katika pendo langu. Kwa ile pendo linamuunganisha kati ya Mungu na Yesu, ndio wale wa jina la Mungu na jina la Yesu na jina la baba yake. Rudia hiyo tena. Anasema, nasi tumelifahamu pendo ndio alilonalo Mungu kwetu sisi. Na kuliamini kuliishi. Mungu ni pendo. Naye akae katika pendo. Ukaa ndani ya Mungu. Na Mungu kaa ndani yake. Amrudie kitu pengine hapa. Anasema, Mungu ni upendo. Naye akae katika pendo. Ukaa ndani ya Mungu. Na Mungu kaa ndani yake. Sasa sisi ndani tuna Mungu na Mungu yuko ndani yetu. Kwa hiyo tukiona hata nani malaika anayekuja anayesema usizuru bahari na nchi kwamba wakatoe mmoja, kiangalia ni wale watu na jina la Yesu na jina la nani? La baba yake. Na maana Mungu yuko ndani yao kwa njia ya nini? Ya upendo. Usishike amri ya Mungu kana kama Mungu alisema tu. Hakikisha hiyo amri unaipenda kutoka moyoni. Kama vile tuliona wale watu katika Ezekiel, watu walikuwa wanachukizwa na wale maasi ambayo Mungu pia aliyachukia. Yaani tuwe na vitu na tabia zile za Mungu. Hao ndio watu wanaweza kupokea muhuri wa Mungu. Hakuna mtu namna nyingine yote anaweza kupokea huo muhuri wa Mungu. Tunaona hapo. Ni mambo ya kustaajabisha sana. Sasa msomaji, nipo. Kwanza mwenyekiti ibada ni dakika ngapi? Na mwenyekiti ametoka huko, tuendelee. Nipe Waefeso 1 aya yake ni ya 13. Efeso 1 aya yake ni ya 13. Tuendelee kuchimba huo upendo, maana upendo walianza kuutabiri kutabiri. Anasema, walianza kuongea mitume wakiuelezea kwa kina na kinaga ubaga. Kwa hiyo tunasikia sana mitume wakitafsiria huo upendo unatakiwa kuwa wa namna gani. Ni kupenda sawa? Nimeelekeza dakika ngapi? 7. Okay. Sawa. Maana pengine ndio point za kuruka ndio haraka. Tuone mitume ndio wanaweza kutafsiria huo upendo. Maana Yesu anasema ukiwa na upendo utazishika amri za Mungu. Tunazishika amri za Mungu kwa upendo. Sasa pale kuna amri ya kwanza, usiwe na Mungu mwingine na kadhalika. Alafu kuna amri kidogo ilikuwa inatatiza, hii amri ya usizini. Amri ya usizini, alafu unapokuwa na upendo na jirani yako usizini. Wakati watu kabla ya kuzini tayari wanapendana ile kazini. Sasa ni upendo gani ambao yuko nao ili tukazini tusizini, na upendo upi ambao watu wanapendana huko wanaenda kuzini? Kumbe kililoko pale ni jambo linalotangulia kwanza kabla huo upendo ambao ni upendo unakuwa ni upendo wa tamaa. Ni amri ya tamaa inavunjwa kisha ndipo watu wanaenda kuzini. Unaona? Sasa soma Waefeso 1:13. Anasema, nanyi pia katika huyo ndio mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri. Kumbe kumwamini yeye na kumuishi, maana kushangaa kumwamini ni kumuishi, afu tunatiwa muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Na maana tunatiwa muhuri kwa roho. Na Yesu ukisoma katika Yohana 3:5 anasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kinachoanza kutangulia kwanza ni kuzaliwa kwa maji, ndio utabatizwa tu. Hicho ni kitendo cha kwanza. Kubatiza sio kupanda kwenda mbinguni. Kubatiza ni tendo la kuitangaza mauti ya Bwana kama unakufa pamoja naye na unafufuka pamoja naye. Sasa ubatizo wa pili unaofuata ni ubatizo wa roho ambao ndio unakufa katika matendo yako wewe. Huo ni ubatizo endelevu. Na huo unaweza ukachelewa mpaka Yesu anarudi usiingie, na ukawale unaweza kufikia Yesu anakuja na akakunyakua, kwa sababu kubatizwa kwa roho ni process ya mtu kubadilishwa tabia. Nenda twende haraka Waefeso 4
Haki nianzia ni 30 mpaka 32. Twende haraka kwa ajili ya muda. Anasema wala msihuzunishe yule Roho Mtakatifu ndio wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri. Msimuhuzunishe yule Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Ndio uchungu wote na ghadhabu na hasira ya kelele na matukano. Kwa hiyo tumepitiwa muhuri kwa Roho Mtakatifu. Endelea mbele. Anasema mpaka 32 na matukano ya watoto kweli ndio pamoja na kila namna ya ubaya. Ndio tena iweni na fadhili ninyi kwa nini wenye huruma mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyosamehe ninyi. Na ndio maana kwa hiyo unaona hapo kumetiwa muhuri kwa yule Roho, watu simhuzunishi, kwa sababu kumhuzunisha Roho ni kufanya yale ambayo wanatupia muhuri kwao, lakini sisi tunaenda mbele, tunakuwa tuhurumiani, atupendane. Kuna upendo kama umetajwa hapo chini, kwa maana tulikuwa tuyafanya yale matendo ya upendo. Huko ndiko kumhuzunisha Roho ambaye kwa huyo tutatiwa muhuri, lakini sasa tukiyafanya matendo ambayo hayana yapo tofauti na Roho, tunakuwa tunamhuzunisha. Ina maana ukisoma katika nenda katika Wagalatia tuone tunda la Roho, Galatia 5:22, tunda la Roho ambalo hilo ukienda kinyume chalo unamhuzunisha Roho. Soma, anasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Sasa ukifika kwa watu, ukifika hapo wanaona kwamba hakuna tu sheria, lakini kumetaja bora atakufanya usiwe na sheria, uwe na hayo uvumilivu, upendo na kadhalika. Inakuwa ile mambo kama hayo hakuna sheria, yani hakuna ambacho kina utawala wewe hapo cha kufanya usifanye mbaya. Yani ukimwishi Yesu katika upendo, hakuna sheria ambayo itakwambia wewe ufanye jambo fulani. Mfano, wewe unakaza hapo na amani na upendo na kila kitu na unafanya mambo yote ambayo msemo hapo, alafu mtu anakuambia usiue. Sasa mtu mwenye upendo ambaye ana kiasi na nini anaweza kuua? Haiwezekani. Sasa sheria itahusu vipi? Maana hapo yani sheria itahusu wewe ukiwa na upendo. Sasa twende haraka pia, nenda katika Wakolosai 3:12 mpaka 17. Anasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, kuchukuliana ndio na kusameheana. Yaani kwa nieleza ni tabia. Leo angalia sana mitume walikuwa kieleza mambo kanisa katika hali ya tabia. Yaani ukisoma hizo tabia kama uko nje hapo, muhuri wa Mungu unaweza ukakupita hivi. Nisoma hapo. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama Bwana alivyosamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo. Zaidi ya hayo yote jivikeni nini? Upendo. Wewe mambo yanaelezwa na tangamliwa, lakini unakwambia bado narudi kwenye nini? Upendo. Yaani wanarudi kwenye upendo. Na maana kusoma Yohana Mathayo 14:18 Yesu pale anasema ndugu yako 14:7 na kuendelea, ndugu yako anikose mara ngapi nimsamehe? 7 mara 70. Yaani umsamehe pasipo na kikomo. Yaani 7 mara 70, hakuna mtu duniani ashakukosea mtu 7 mara 70 unapata 490. Kama kuna mtu ashakukosea mara 470 kwa mujibu wa Biblia, wewe usimsamehe. Kama kuna mtu huyo ashakukosea mara 490 kwa mujibu wa Biblia, usimsamehe. Lakini haiwezekani mtu ana hiyo au kukosea kwa kiasi hicho. Sasa na Yesu akasema endapo maneno na ndugu yako, nenda naye wewe kwa faraga, nenda naye wewe kwa faraga mkaongee. Akikataa tafuta mashahidi wawili, akikataa tafuta wazee, akikataa ishirikishe kanisa, akikataa basi yamefunga mbinguni, yamefunguliwa wapi? Na anakuja kuambia kwamba endapo unataka kutoa sadaka na ukakumbuka neno na mwenzako, basi usiitoe sadaka mpaka upate nauli mshtakiwa wako kwanza, kisha rudi utoe hiyo sadaka. Kwa tunaona kinachohusishwa sana ni upendo ambacho kitaweza kukusaidia sisi kuweza kupata muhuri wa Mungu kirahisi. Sio kuliamini jina tu, kuliamini jina na kuliishi, kulifanya katika hali ya matendo. Warumi 13:8 anasema msiwe na mtu isipokuwa kupendana, maana apendaye ameitimiza sheria. Sio na vitu vya kama hivyo. Sasa naona muda umeisha, sasa sitakuwa na maneno mengi isipokuwa nasisitiza tu, ndugu zangu, tuwe na upendo ili tuweze kuwa na tabia ya Mungu ndani yetu na kisha tuweze kupata muhuri wa Mungu. Bila upendo una muhuri wa Mungu ambao unasubiria. Kwa kama una mtu ambaye unamchukia na nini, hakikisha nenda ukapatana naye kwa muongozo wa Biblia aweze kutongoza ili tuwe na amani kabisa, tuwe watu weupe, tumefua nguo zao, ndio matendo ya haki ya watakatifu. Si unaona? Basi mimi sitakuwa na neno, basi nitaomba tupige goti tusali, tuachilie kipindi kingine. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo,
Asante Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye upendo, mwenye mamlaka kuu. Mungu wewe mwenye kuogofya, unayetisha, mtakatifu, usiokaribiwa na kiumbe chochote isipokuwa Mungu wewe na utakatifu wako ndio uliye juu. Baba Mungu, tunajua unatupenda, wala upendi sisi tuwe hivyo, upendi sisi tuwe mbali nawe, bali matendo yetu Bwana ndio yametufarakanisha na wewe. Basi Mungu, tunaomba ukaturehemu pale tulipoweza kukosea, utusafishe kwa damu yako ya thamani, ili tuliohubiri leo na tunaomba kulisikiza neno lako Bwana, likatupe kibali kuyaishi matendo yako kama vile jina lako kutuwezeshea mwanao Yesu Kristo aliyoyafanya sisi na tukayafanya katika maisha yetu. Bwana, tuongoze wewe, na Yesu wewe kuwa shahidi wetu, ukatuongoze, maana ulisema bila wewe sisi hatuwezi neno lolote. Basi haya maneno naomba Mungu Bwana ukatuwezeshe kuweza kuyaishi na kuyafuata na kuyafanya. Tukiomba tunakushukuru katika jina la mwanao Yesu Kristo Mungu. Amen. Amen.